Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Safaki TV? Leo tuko sehemu moja inaitwa Gepu, wilayani Chunya, mkoa wa Mbeya. Tuko tunaangalia namna na mchakato wa upatikanaji dhahabu. Leo tuko na mmoja kati ya wachimbaji hapa, tutamhoji ili tujue ni mchakato gani ambao anautumia au ambao unatumika kwa ajili ya kupata dhahabu. Najua watu wengi waga wanajiuliza sana dhahabu waga inapatikana vipi, lakini leo majibu tutayapata hapa hapa. Bwana, mambo vipi? Safi kaka. Unaitwa nani? Eliakim Emmanuel Mwasenga. Eliakim Emmanuel Mwasenga. Ndio. Unatokea wapi? Tokea Songwe. Bwana, wewe ni mzaliwa wa Songwe. Ndio. Hapo na umekuja una muda gani? Hapa na msimu mmoja. Una msimu mmoja? Yeah. Wewe ni mchimbaji mdogo au mchimbaji mkubwa? Ni mchimbaji mdogo. Mchimbaji mdogo? Yeah. Unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho kilikusukuma mpaka ukaja hapa Gepu, wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya, kuja kujishughulisha na masuala ya dhahabu? Mimi bwana, nyumbani nimekataa kulima shamba kabisa, kwa sababu wengi wanaokuja huku wamekuja na hela nyumbani, mpaka mimi mwenyewe vitu ambavyo nimewekeza, lakini nikaona wananizidi kabisa. Hatimaye ni huku mkoa wa Mbeya ndo ulikuwa msimu wa kwanza kuchimba dhahabu. Ndani ya msimu mmoja nimekutana na changamoto nyingi za hapo na papo. Kwa hiyo ndo hivyo nikajua upatikanaji wa dhahabu ni aina gani. Kwa hiyo mimi najua upatikanaji wa dhahabu inavyopatikana. Kwa kuna changamoto labda yoyote ambayo ulikumbana nayo katika hatua labda za kutoka nyumbani kuja hapa? Naweza kusema changamoto ipo, kwa sababu bila pesa bwana huwezi kaa. Ndio hivyo nikaja huko Chunya kutafuta pesa. Wewe uko kwenye duara au uko katika mchakato wa kupata dhahabu? Mwanzo nilikuwa, ila sasa hivi nipo Karashani. Kwa nini uliamua kutoka kwenye duara na kuja hapa kwenye garasha? Sikuamua mimi. Ile ndapo nilimwelekeza kabisa bosi kwamba bosi, 1 2 3 nitakaa mimi nikae Karashani, na pia akanielewa sababu mimi ni muaminifu. Kwa wewe ni mwaminifu kwa bosi? Sheria ni mwaminifu, haikatawi. Naona bosi amekuamini, ndio maana mpaka sasa hivi unaonekana uko fit, yani ile sio mbaya. Kweli pesa nazishika, ndio sikatai. Kwa sababu unaona mwili huu hapa umenona hivi. Kwa hiyo sio mbaya kufika kiasi cha pesa kikubwa au kidogo, fresh. Unaweza ukawaambia wapenzi wa watazamaji kwamba ni hatua gani ambazo unazitumia katika mchakato wa kupatikanaji dhahabu? Naweza kuambia na kuelekeza kabisa. Bwana, tunabeba mawe, tunaenda Karashani, tunasaga, tunaosha unga. Kwa hiyo mwishowe tunadumbukiza kwenye unga tunaoosha unadumbukia kwenye kalo. Tunakuja kutoa kwenye kalo, tunatofoa na spedi. Kwa hiyo tunakuja kukunguta gunia kwenye pipa. Ndio muda ukamatisha, tukikamatisha tukikamua dawa, ndio dhahabu inapatikana. Ipo mifumo miwili. Kwa hiyo kuna upeleka mzigo planti, ukaenda rusheni, ndio hapo pesa mtazishika hapo hapo. Kwa kule ile hatua ya pili ya kupeleka planti, mnapeleka mawe, mnapeleka kitu gani? Mnapeleka cyanide, rudio, ambao mmesaga unga sasa mmeosha, achana ile ambao mnakinga gunia. Sasa gunia ni hela ya kula. Kwa hiyo rudio ndo mzigo mkubwa ambao unaenda planti, unaenda rusheni, mwisho unapata hata kilo ngapi, kadhaa 2 1. Kwa hivyo unawaambia watazamaji kwamba unapofanya osheo unakamatisha, ile inakuwa ni hela yenu, bosi hahusiki au inakuaje? Kwa hiyo ndio hizo ni hela za kula. Kwa hiyo tunagawana hela hizo. Hapa tupo 31. Kwa hiyo tunagawana hela, sio chini ya kupata milioni 4 milioni 5. Kwa hiyo tunagawana hicho kilichokipata, na bado tunasubiri mzigo mkubwa ukienda, ukitoka plant rusheni, tutakuja kugawana hela, bosi atatupa hela hizo hela. Changamoto ipi ambayo unaipata au ni changamoto zipi ambazo unazipata katika mchakato wa upatikanaji dhahabu? Changamoto ni kusaga mawe. Na pale kuosha. Hapo ndo changamoto. Ni ipi hiyo? Hapo kwa kupembua dawa. Unaweza kumwaga alafu isoshe.
na ile dawa mwisho ukakosa mzigo kabisa. Nitakuwa umakini wa hali ya juu. Yeah. Hapo umezungumzia kwa upande wa bosi. Je, katika kiafya sasa zile hatua unazozifanya hazikupi changamoto yoyote? Kwa sababu unapowasha injini unakutana na asali mbaya, unapobaisha mkanda, kwa hiyo hatimaye mkanda ukusagesage. Kwa hiyo ndio makini wa hali ya juu. Hapa kuna huduma yoyote ya kwanza labda kwa katika changamoto yoyote ambayo ikikupata waga mnapata chap? Huduma ipo ya kwanza na mia lazima huduma. Hapa pana pikipiki. Pikipiki iko moja, kwa hiyo tunamshukuru bosi wetu ametupa pikipiki. Kwa hiyo kila mtu hapa ana leseni yake. Kwa hiyo akiona mwenzake mgonjwa inatakiwa huduma ya kwanza ifanyike, wampeleke Makongosi zahanati. Ni chapu na kaka na hizo pikipiki 20. Ni asali gani sasa ambayo ushawahi kuiona au ushawahi kuishuhudia katika hizi hatua za mchakato wa upatikanaji dhahabu katika mazingira? Mazingira tunashukuru na walinzi. Kwa hiyo usafi unatakiwa sehemu ambapo nyie mnakaa. Kwa hiyo huku kuna ni polini. Kwa hata nyoka zipo nge, kwa hiyo umakini wa hali ya juu unatakiwa, usafi mwingi. Kwa hiyo mnafanya usafi? Usafi wa kutosha. Bwana, wewe una mke? Na mke. Yuko hapa au yuko mkoani? Yuko mkoani. Kuna changamoto gani ambayo unakumbana nayo? Siwe uko hapa afu mke wako yuko mkoani kule? Aisee, hapo inategemeana. Kwa hiyo mimi hapa najizuia. Nataka nijizuie. Hata wapo wengi wanaume tu wanajizuia. Kwangu mimi najizuia. Siwezi kutoka na malaya yoyote kwa sababu mimi najua kabisa natafuta hela, mimi siwezi. Najizuia. Unajizuia? Yeah. Unawaambia vipi sasa wale wachimbaji ambao na wenyewe wako mikoani huko na wenyewe wanatarajia kujiunga na kuwa wachimbaji wadogo? Unawapa ushauri gani? Hata wakija huku mabosi wengi wapo. Licha ya kwamba hata kazi kwamba utapata vipi. Kazi ni nyingi za kufanya mchakato wa dhahabu. Unaweza ukaa dualani, unaweza ukaa karashani, unaweza ukaa unabeba mawe, kwa kazi nyingi. Nashukuru hata Mungu na mimi nipo hapa kwa leo. Kwa hiyo na wenyewe hata wakija watazikuta, na pia na upatikanaji wa hela zipo. Na wenyewe kama wanakuja waje. Unawaambia nini sasa cha mwisho watu wanaokutazama? Sina usemi kwamba labda anaweza kukaribisha wageni kwenye hii kazi. Kuona karibisha sana tena sana. Karibuni jamani.